Karibu, hii ni Tanganyika TV pamoja na Tanganyika FM Radio. Mimi ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kuhusu mzozo unaendelea huko mashariki mwa DRC kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi wa M23. Tanganyika TV moja. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka MSF juma hili limesema raia wanaouguza majeraha ya kutisha kutokana na ongezeko jipya la ghasia kwenye jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mji wa Ituri ambao una utajiri mkubwa wa madini kwa muda mrefu umeshuhudia makabiliano kati ya wanamgambo wa kikabila pamoja na mashambulizi ya kundi lenye uhusiano na Islamic State Allied Democratic Forces ADF. MSF imesema kwenye taarifa yake kuwa limerekodi ongezeko kubwa la vitendo vya ukatili kati ya jimbo la Ituri ambapo wataalamu wake wa afya wamekuwa wakitoa huduma kwa raia wenye majeraha ya kutisha. Ikinukuu takwimu za Umoja wa Mataifa, shirika hilo limesema ghasia zimewakosesha makazi takribani watu 100,000 tangu mwanzoni mwa mwaka, huku mashambulizi yakiua zaidi ya watu 200 mwezi Januari na Februari pekee. MSF imesema vituo vya afya vimekuwa vikilengwa na kwamba vitisho toka kwa makundi yenye silaha vimesababisha baadhi ya hospitali kusitisha huduma na kuwahamisha wagonjwa. Wakati huo, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ile ya SADC wameongeza kasi ya kujaribu kusuluhisha mzozo wa mashariki mwa nchi ya DRC, ambapo wametangaza kuongeza timu ya wapatanishi kufuatia kikao cha Jumatatu wiki hii. Katika kikao chao, mbali na wapatanishi wa awali, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Nigeria Olusegun Obasanjo waliongeza viongozi wengine katika timu ya upatanishi, akiwemo rais wa zamani wa Afrika Kusini Kgalema Motlanthe, rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Catherine Samba-Panza. Amejumuishwa pia rais wa zamani wa Ethiopia Sahle-Work Zewde, anayechukua nafasi ya waziri mkuu wa zamani Hailemariam Desalegn. William Ruto ni rais wa Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Amesema hali mashariki ya DRC haibadiliki, inaendelea kuwa mbaya na inaleta hofu sio tu kwetu lakini katika ukanda wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC, kwa sababu mzozo huu unaweza kusambaa kwenye nchi nyingine. Wachambuzi wa siasa za ukanda wana mtazamo gani kuhusu hatua hii? Mali Ali amezungumza nasi akiwa Ufaransa. Amesema kuwepo kwa wapatanishi ni kitu kimoja pia, lakini ni kufahamika kiini au mzizi wa mzozo wenyewe pia ni kitu kikubwa. Tangu waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda kuchukua miji muhimu mashariki mwa Kongo, jumuiya hizi mbili zimekuwa zikijaribu kupatanisha pande hizo bila mafanikio. Haya yanajiri siku chache kupita tangu Angola iliyokuwa mpatanishi wa mzozo huo wa mashariki mwa DRC itangaze kujiondoa, huku pia juma lililopita Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana Qatar na kukubaliana kushughulikia mzozo unaoendelea. Katika hatua nyingine, Thomas Lubanga, kiongozi wa zamani wa wanamgambo aliyehukumiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kifungo cha miaka 14 jela kwa kuajiri watoto askari na kuachiliwa mwaka 2020 baada ya kutumikia kifungo chake, umeibuka tena. Ameanzisha vuguvugu jipya la kisiasa na kijeshi. Akiwa nchini Uganda kwa takriban miezi 7, alifanya mfululizo wa mashauriano kabla ya kutangaza rasmi kuzinduliwa kwa mkataba wa mapinduzi mashuhuri CRP siku ya Jumapili. Kundi hilo lililozinduliwa rasmi kutoka Berunda, mji wa karibu wenye wakazi takriban 15,000 ulioko karibu kilomita 180 kaskazini mwa Bunia, kulingana na taarifa ya mwanzilishi wa kundi hilo. Berunda ni eneo la uchimbaji madini ambapo ufugaji wa ng'ombe pia huripotiwa. Vuguvugu la Thomas Lubanga linachukulia eneo hili kama ngome yake ya asili. Ilikuwa pia katika eneo hili ambapo mnamo mwezi Septemba 2024 jeshi la Kongo lilidai kuharibu kambi ya mafunzo ya wanamgambo. Eneo hilo liko karibu na mpaka wa Uganda. Vuguvugu hilo linathibitisha kuwa lina tawi lenye silaha linaloongozwa na Kanali Justin Lubozisi, afisa wa FARDC aliyeasi, kulingana na vyanzo vya kijeshi. Anawasilishwa kama mkuu wa majeshi ya kundi hilo jipya la kisiasa na kijeshi.
Kwa upande wake, Thomas Rubanga anakataa shutuma kwamba alizindua mpango huu kwa minajili ya kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa inayotayarishwa hivi sasa kufuatia mashauriano yaliyozinduliwa na Rais Felix Tshisekedi. Anasema hata kwenda Kinshasa na anakanusha uhusiano wowote na AFC na M23 ya Corneille Nangaa. Katika hatua nyingine, makabiliano yameripotiwa kati ya wazalendo wa Mai Mai na waasi wa M23. Mapigano mapya kati ya muungano wa wapiganaji wa wazalendo wa Mai Mai na waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda yameshuhudiwa katika kijiji cha Kampala Bulambo. Ripoti zinasema wapiganaji wa Mai Mai wanaoshirikiana na wazalendo walishambulia ngome ya M23 saa 11 alfajiri siku ya Jumatano na kusababisha makabiliano makali. Wakazi wa eneo hilo na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wameripoti maafa, ila haijafahamika ni watu wangapi wamepoteza maisha. Mapigano yameendelea kushuhudiwa licha ya wito wa usitishwaji vita na jitihada za kikanda na kimataifa kujaribu kutafuta mzozo wa mashariki mwa DRC. Tangu waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda kuchukua miji muhimu ya Goma na Bukavu pamoja na maeneo mengine, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC wameendelea kushinikiza usitishwaji wa vita na mzozo huo kusuruhishwa kwa njia ya mazungumzo. Na katika hatua nyingine, Rwanda imesema imesikitishwa na madai ambayo inasema ni ya kusikitisha yaliyotolewa na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuwa Kigali inapanga kuishambulia. Kauli hii ya Rwanda imekuja baada ya Rais Ndayishimiye kuliambia shirika la habari la Uingereza BBC kuwa alikuwa amepokea ripoti za kuaminika za kiintelijensia nchi hiyo jirani ilikuwa inapanga kuishambulia. Aidha, kiongozi huyo wa Burundi ameishtumu Rwanda kwa kuwa nyuma ya jaribio la mapinduzi ya mwaka 2015, kitendo alichodai kuwa ndicho kinachoendelea kwa sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, Olivier Nduhungirehe, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, akimjibu Rais Ndayishimiye, amesema kauli ya kiongozi huyo inasikitisha na kuongeza kuwa Rwanda inahusika kwenye mchakato wa upatikanaji wa suluhu mashariki mwa DRC. Aidha, amesema kuwa wanajeshi wa Rwanda na Burundi na maafisa wa intelijensia wanahusika kwenye mazungumzo ya kiintelijensia kuhusu namna ya kutatua mzozo wa DRC. Hii sio mara ya kwanza kwa Burundi, ambayo ilifunga mpaka wake Rwanda mwaka uliopita, imekuwa ikishutumu nchi hiyo jirani kwa kuwaunga mkono waasi wa Red Tabara. Na huo ndio mwisho wa habari kuu za matukio yanayoendelea huko DRC kuhusu mzozo kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Mimi ni Rasto Mashauri na hii ni Tanganyika TV pamoja na Tanganyika FM. Tanganyika TV moja. Habari za muda huu, mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.